Bwana, ni aje mambo ni gani? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Shout za nguvu zije kwako kwa kuwa umefanya uchaguzi ambao ni noma kabisa. Lakini kubwa zaidi ni kuambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele na uwe mshikaji wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi kwa sasa ni mashindano ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi kwenye viunga vya pale Morocco. Tumeshuhudia jana Morocco wenyewe kikiwasha na kuweza kupata ushindi wa mabao mawili dhidi ya Comoros, lakini sio taarifa kubwa ambayo nipo nayo kwa wakati huu ambao tunajua ligi yetu imeweza kusimama. Tulishuhudia jana mchezo wa mashabiki ukiweza kuchukua nafasi na tukaona mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba wakiweza kupata ushindi wa 2-0 dhidi ya Dar es Salaam Africans, mchezo ambao haukuweza kumalizika vizuri kwa kuwa kulitokea vurugu, lakini pia baadaye tukaona semaji Ahmed Ali pamoja na Ali Shaban Kamwe wakikaa na kusema kwamba wataboresha kwenye zile changamoto ambazo zimejitokeza na kisha mambo yataenda vizuri zaidi. Sasa taarifa ambayo nipo nayo kwa sasa hivi kwenye meza yangu ya kimichezo ni taarifa ambayo inawahusisha klabu ya Dar es Salaam Africans ambao wao wameshaingia sokoni kwa ajili ya kwenda kufanya usajili mwingine ambao utakuwa ni wa kuongeza nguvu kwenye dirisha dogo la usajili ambao litafunguliwa wiki ijayo kuanzia tarehe mosi ambayo itakuwa ni 2026 kwa ajili ya kuelekea msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na moja kati ya watu ambao wanahusishwa na kutua pale Jangwani ni pamoja na mchezaji ambaye klabu ya Simba imekuwa ikilia, ikigaragara na ikitafuta kila mbinu kwa ajili ya kwenda kuinasa sajili yake. Sasa Yanga wao wameamua kuingilia kati kama ambavyo walifanya kwa Bala Musa Conte na kuweza kutoa pale Jangwani, huku Kante akienda pale Msimbazi. Inaelezwa kwamba na chanzo changu cha kuaminika kimeniambia kwamba Yanga hapo kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na kiungo mshambuliaji wa Vipers ambaye ni raia wa Uganda Alan Okello mwenye umri wa miaka 25, Yankee kinda kabisa Gen Z ambaye anakiwasha kwenye klabu ya Vipers. Alan Okello, so rais wa klabu Dar es Salaam Africans, amezungumza moja kwa moja na mchezaji huyo ili kuweza kutia wino Januari hii. Muda wote kuanzia sasa chochote kinaweza kutokea, na ni taarifa ambayo pia nimeweza kuiona ikiwa imepandishwa kwenye ukurasa wa Hans Raphael kwenye ukurasa wake wa Instagram, huku akiwaelekeza watu kuweza kuingia kwenye ukurasa wake wa usajili ambao amekuwa akiandika taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani. Na kingine pia ambacho ameweza kukiandika Hans Raphael ni tetesi za usajili, lakini pia ameandika deal done, kwamba tayari jambo limekwisha kukamilika kwa nyota wa TRA Emmanuel Samuel Mwanengo mwenye umri wa miaka 22, Gen Z mwingine ambaye amejiunga na Wananchi Club ya Dar es Salaam Africans kwa mkataba wa miaka miwili wa kuweza kuitumikia nembo hiyo ya kijani na njano. Awali nyota huyu alisaini mkataba wa miaka wa awali na JKT Tanzania, ila Yanga wamepindua meza na mkataba umesainiwa pale Jangwani. Pamoja na Emmanuel Samuel Mwanengo kusaini, bado Yanga wataongeza namba 9 nyingine ya kigeni, na ndo hivyo umeshasikia Wananchi wataki kucheka na yoyote, wanataka kuhakikisha kwenye dirisha hili dogo la usajili basi wanafanya mambo makubwa zaidi ambayo yatakuwa yanawanufaisha wao. Na leo nimeshuhudia pia klabu ya Yanga kiposti taarifa za mkutano mkuu ambao umeweza kufanyika na Engineer Harris Said kuonyesha kwamba kuna mambo mazuri yanaendelea kwa upande wao na ni mwendelezo wa kile ambacho amekuwa kikifanya kwa nyakati tofauti kuhakikisha kwamba anaendelea kuvipigania vilabu mbalimbali, lakini pia anaendelea kuiwakilisha vizuri nembo ya Tanzania. So rais wa klabu na mwenyekiti wa shirikisho la vilabu ACA na mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu FIFA Engineer Harris Said akiongea kwenye kipindi cha Transfer Room, huku mada kuu zilizojadiliwa zilijumuisha maendeleo hifadhi wa vipaji bora barani Afrika, kuunda njia imara zaidi kutoka kwenye shule ya kufundisha mpira hadi timu ya kwanza, kuongeza thamani ya uhamisho na fursa za kimataifa. Hizo ndo baadhi ya mambo ambayo wameweza kuyajadili hii leo, lakini pia nimeweza kuona wakiwa wamepost kupitia ukurasa wao wa Instagram. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe na kuturn on notification na kuwa mshikaji wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo,
pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Ikiwa bado nami it's PM Shot, moto unazidi kuungua, na usiache kunifuata pale Instagram, lakini pia kwenye ukurasa wangu wa X @itspmshot. Till next time.